Taarifa kwa umma mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ndani ya Bunge la Tanzania kuweza kuzungumzia kwa yale yote yalijitokeza tarehe 29 ya Oktoba mwaka 2025, ambapo ni siku ya kihistoria na imeendelea kuwa ni siku ya kihistoria. Lakini hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuweza kuombea wale wote walipoteza maisha siku hiyo ya tarehe 29, na pia kuhusiana pia na wale wote waliokamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi, basi kuhakikisha kwamba wote pia na wao wanaachwa huru kabisa kwa kile kinachoendelea kwa hivi sasa. Na ikumbukwe kwa nukuu nzuri kabisa kutoka katika vyombo vya usalama, lakini pia kwa vyombo vya kuaminika vya habari, ni kutokana pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliweza kumteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania, na uteuzi huo ambao umetangazwa rasmi kabisa na Spika wa Bunge Alhamisi, ambayo iliweza kuwa ni siku muhimu kabisa kwa Mwigulu Nchemba kuweza kuwa waziri mkuu mpya wa hapa nchini Tanzania. Na uteuzi huu ambao uliweza kuibua hisia mbalimbali katika medani za kisiasa, ambapo wachambuzi wanasema ni ishara ya kuimarika kwa safu ya uongozi ndani ya serikali ya awamu ya 6. Nchemba ambaye hapo awali alidumu kama waziri wa fedha, anayejulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na uwajibikaji serikalini. Na wachambuzi wa kisiasa wanaona uteuzi huu kama hatua ya kimkakati ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali imejikita katika mageuzi ya kiuchumi na uimarishaji wa taasisi za utawala bora. Na kwa upande mwingine, wanasiasa wa chama tawala CCM wamesema uteuzi wa Nchemba ni uthibitisho wa imani ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa viongozi wachapakazi na wenye uzoefu serikalini kushughulikia kwa dhati changamoto za uchumi, ajira na kupanda kwa gharama za maisha. Utapisho wa Nchemba unatarajiwa kufanyika hivi karibuni, ambapo Tanzania wengi sasa imeelezwa wazi kabisa kwa kile kinachoweza kujionyesha wazi kwamba pia hata kwa maelekezo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambavyo alivitaka vyombo vya ulinzi na kusisitiza vyombo vya usalama, hususan ofisi ya DPP, kuhakikisha kwamba wanachuja makosa ya vijana ambao walikuwa wameshtakiwa. Nikiendelea kunukuu na kusisitiza kwamba kwa hiki ambacho kimeweza kuonyeshwa kwa makosa ya uhaini kufuatia kwa maandamano ya Oktoba 9 mwaka 2025, na kwa wale waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka waachiwe huru kabisa. Na huku akihutubia bunge siku ya tarehe 14 Novemba mwaka 2025, Daktari Samia Suluhu Hassan alizungumza na kusema kwamba anatambua kuwa kuna vijana wengi wamekamatwa kwa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, hawakujua wanachokifanya, na wengine walijikuta kifuata mkumbo nikiwa kama mama, huku akiweza kuvieleza vyombo vya kisheria kuangalia makosa yaliyofanywa na vijana wetu, kwa wale ambao walifanya mambo kwa kufuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu wafutie makosa yao. Na kama ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana waliingia kwa kufuata mkumbo na walijikuta wanaimba kwa ushabiki maelekezo, lakini pia akiweza kutoa maelekezo kwenda kwa DPP kuchuja viwango vya makosa, na kwa waliofuata mkumbo wawaachia waende kwa wazazi wao. Ni moja kati ya update ambayo hivi sasa tuko nayo, lakini pia ni rasmi kabisa kwa vyombo vya kuaminika vya usalama, lakini pia na vyombo vya kuaminika vya habari hapa nchini Tanzania, kwa taarifa iliyoweza kutolewa.